Watu wamekuwa wakiniuliza sana kuhusiana na kinachoendelea kwa askofu mbunge wa Kawe. Ni kwamba msimamo wake uko pale pale, yani kwa yote yanayoendelea na yote yaliyozungumzwa na kinachojiri katika mitandao ya kijamii na sehemu nyinginezo na hata mitani, ni kwamba Askofu Gwajima anachokisisitiza ni kwamba yani ataendelea kukemea utekaji mpaka pale nafsi yake itakavyoweza kutoweka. Yani kama ni kuuawa, kama ni kutekwa, yani kama ni kuwekewa sumu, basi yeye yuko tayari. Na kama kwenye swala ambalo kwa sasa hivi amekuwa yuko nalo makini, basi ni kuhakikisha kabisa kwamba maombi yanazidi kuwa ni mengi mpaka kieleweke. Yani swala la utekaji yeye hakubaliani nalo. Yani nafsi ya mtu, nafsi ya binadamu, yani pia damu ya mtu hataweza kukubali iweze kuchukuliwa kirahisi. Na kinachozidi kuwapa nguvu pia wananchi ni kwamba alichokizungumza Askofu Gwajima kwa sasa kimekuwa ni gumzo sana, na katika mitandao ya kijamii unaweza ukaona kabisa kwamba tayari Tanzania na taifa limekuwa na muamko mkubwa kuweza kufuatilia mambo ya kisiasa. Na ndio maana mara baada ya press conference ya Askofu Gwajima, basi mzagao umekuwa ni mkubwa, mjadala umekuwa ni mkubwa, na kila kona, kila sehemu unayoenda sasa hivi ni kuhusu pia masuala tofauti ya kisiasa ambayo yanaleta chachu na kuonesha kabisa kwamba taifa la Tanzania haswa kwa wananchi wako na muamko na wamekuwa pia na utayari wa kuweza kufuatilia yanayoendelea katika nchi yao. Na hii imekuwa pia ni good movement kubwa sana, yani kitendo cha Watanzania kuwa makini kwanza kufuatilia na pia kutake consistency ya kuweza kusikiliza viongozi, lakini pia na wote ambao pia wamekuwa wakishikilia dola na taifa letu la Tanzania. Basi ni swala ambalo pia ni la kujipongeza, kitendo cha Watanzania kuweza kujikubali na kuweza kujitambua kwamba ni kitu gani kinachoendelea na kuwa makini na kufuatilia na kuachana na masuala ya udako ambao pia yamekuwa ni tofauti na kile kinachozungumzwa katika taifa la Tanzania katika hiki kipindi ambacho tayari Askofu Gwajima ameweza kuamsha yaliyolala katika nchi ya Tanzania. Hii ni Hatboy Media.